Hello ndugu mtazamaji wetu wa channel yetu ya maombolezo ya mtoto wa kiume. Mungu asifiwe. Tuko kwenye kuiandaa makala ya maajabu ya Gambosh. Makala ya maajabu ya Gambosh. Tunaiandaa, tutaiweka mezani. Usiache kutuombea. Lakini pia makala hii itaenda kwenye maeneo mengi tu, hatuna shida katika hilo. Tumefika hapa kwenye maeneo ya maajabu ya Gambosh. Tumefika hapa, haya ni maeneo yote ya maajabu ya Gambosh. Sasa kwa sababu tumefika hapa, ni vizuri zaidi ukaambatana na mimi mpaka kwenye lile eneo ambalo ndo kituo chetu cha kwanza cha kuanza. Haya yote ni maandalizi ya kuandaa makala ya maajabu ya Gambosh. Karibu sana. Tunamshukuru Mungu kipekee kabisa kutupatia neema ya kukuletea makala hii. Tumefika eneo husika. Tutatembelea maeneo mengi, lakini eneo hili ndo eneo walipokuwa wanakutana kwa matambiko. Hili eneo hili, kama utaona nyuma yangu hapa pana mto, pana maji. Kwa hapa ndipo walikokuwa wanakuja kuchinja ng'ombe, kufanya matambiko yao hapa katikati ya haya maji. Lakini kuna ule mti pale. Ule mti ndo walikuwa wanafanya sasa kulia vyakula vyao na mambo yao mengi. Lakini hivi kwenye huo mgomba kunaye nyoka. Tumemuona kunaye nyoka. Huyu yuko hapo kwenye huo mgomba huyo. Na bila shaka ni mlinzi, kwa sababu bado wanaendelea kutambika. Lakini tumemwambia nyoka, tunakutiisha kwa jina la Yesu. Kimya hapo, sisi tumalize, tukuletee makala ya maajabu ya Gambosh. Uone kwamba vijiji kama hivi ni muhimu sana kuvifuatilia, ni muhimu sana kwenda kupeleka Yesu pale, awe Bwana na Mwokozi wa maisha watu. Hawa watu wanaumia kiasi gani? Haya maeneo bado yanatambikiwa na huyo nyoka yuko hapo. Tumemhakikisha wenyewe, tumemuona yuko pale kwenye ule mti na pamoja na ule mgomba hivyo. Kwa hiyo hili eneo walikuwa wanakuja wanakaa pale, na haya mambo bado yanaendelea, maana ni matambiko yao. Sasa wakishamaliza kuchinja mang'ombe yao, na sasa na maana kama hapo pana nyoka, na maana bado ibada zinaendelea. Tunahitaji sana maombi yako. Vijiji hivi Bwana alikufa msalabani kwa ajili yao, na tumekanyaga mahali hapa, tumekanyaga miguu yetu, imekanyaga kwenye haya maeneo. Kwa maana nyingine, tunaua kila ngome za giza na kumsimamisha Yesu kwenye hili eneo. Haleluya. Usiache, hivi vitu ni vya muhimu sana. Unaona kama mpaka sasa pana nyoka hapo, bado pana mti, bado pana maji, na maana matambiko bado yanaendelea. Nana aliye kwa ajili ya Tanzania, nana aliye kwa ajili ya watu, mtoto wa kiume aliyoko mahali hapa, mtoto wa kiume aliyeaibika, ambaye ni fahari kwa mama yake. Taifa zima wanamwangalia kama vile taifa la Israeli lilivyokuwa likimwangalia Musa. Vile taifa la Israeli lilivyookolewa na Musa. Leo huyu mtoto wa kiume amedidimizwa huku. Hakuna biashara atafanya itoke, hakuna elimu atasoma iende, zaidi ya kuoa wanawake 6, 7, 8, 9, 10. Hatima ya yote anapoteza ndoto yake, anapoteza kila kitu. Na asilimia kubwa maeneo ya huku, watoto wa kiume wengi ni waganga wa kienyeji. Nani aliyetoka mjini? Tuelekeze nguvu zetu huku. Tunapofika mahali tunakwambia Mwalimu Gloria anaelekea mahali hatarishi. Tafadhali. Haya ni maajabu ya Gambosh tunakuletea, na wakati mwingine tutakuletea maajabu ya mahali pengine. Ili lengo sio ujifurahishe, no. Kwa habari ya mtoto wa kiume aliyeumia, kama matambiko haya bado yanaendelea, na majoka bado yako pale yanaendelea, na vitu vyote bado vinaendelea, unategemea huyu mtoto wa kiume ataenda wapi? Anakuangalia wewe machozi yako, na anakuangalia wewe huruma yako, na anakuangalia wewe kwa fedha yako, anakuangalia wewe katika kila kitu. Utakaposimama na maombi, hizi nguvu zote zitakufa, zote zitaisha. Haya ni maajabu ya Gambosh. Hapa ndipo mahali ambapo walikuwa wanasimama kutambikia. Twende eneo jingine.
Unaona sasa, kumbe sio mimi tu ambaye nimevua viatu. Hii ni sheria. Unaona mwenyeji hapa amekuja, mkaka hapa amevua viatu. Kwa hiyo mara mimi wangenikuta hapa, labda hata wangenipiga fine au maana hapa unaona maji wewe mwenyewe yanavyotoka. Kwa wanaamini kwamba viatu vimebeba nini? Vimebeba uchafu. Tuko na hapa na wenyeji. Sasa hao ndio huyu ni kijana mwenyeji. Ni amekuja tu hapa, ametukuta hapa, tuko na pilika pilika. Kaka za kwako? Unachota maji? Hapa panaitwaje? Kisima cha nini, cha maajabu? Maana kuna maji yanatiririka. Okay. Bado tunamhitaji Mungu. Bila shaka umemwona mtoto wa kiume aliyefahari kwa mama. Kaka umesoma mpaka darasa ngapi? Mimi sijasoma. Jamani, hujasoma? Hata alafu tena kaka, jamani, mbona tena umevaa hizo bangili tena? Wewe ni mfumo, mganga wa kienyeji? Hamna. Mimi sio mganga. Ila ulienda kwa mganga? Nilienda lakini mimi sio. Sasa tena mbona umevaa tena machuma tena? Umeoa? Bado. Unataka kuoa wake wangapi? Mmoja. Hata hizo bangili bana kaka bana. Sasa si changamoto. Za nini? Za maisha. Kwa hiyo ukivaa hizo ukivaa bangili ndo haulogo? Inakuwa nafunafu. Ulishasikiaga habari za Yesu kwamba Yesu Mnazareti analinda mtu, anakinga mtu, anatajirisha mtu, anamheshimisha mtu? Ushawahi kusikiaga hata siku moja hizo habari za huyo Yesu? Bado hujawahi kusikia habari za Yesu? Nashukuru Mungu sana. Yaani kabla tujamaliza hii rekodi, amepatikana muhusika kabisa, Yeye ametoka tu alikotoka, ametukuta hapa. Hivyo hajawahi sikiaga habari za Yesu. Ndio maana unamuona na mabangili ana manini hivyo. Alafu eti kaka, matambiko si bado wanatambikiaga tu kwa pale hivi? Hapa hivi. Lakini mimi nimekuja huku sasa hivi tu, lakini sijajua sasa. Okay. Mtoto wa kiume ni fahari kwa mama yake. Mtoto wa kiume ni majidai kwa mama yake. Tunahitaji machozi kutoka kwako. Kutoka hali hii, kijana kutegemea mambo ya kiganga, mambo ya mizimu, mambo ya nini, ifike mahali amtegemee Yesu. Yeye Yesu anayeweza kubadilisha, Yesu anayeweza kutembea, Yesu anayeweza kufanya, Yesu anayeweza na zaidi ya kuweza. Nani afike huku? Nani afike huku kama si mimi na wewe? Ninamshukuru Mungu sana kutupatia upendeleo. Huu ni upendeleo. Haya ni maajabu ya Gambosh. Sasa ninakwenda navaa viatu. Nimeona wenyeji wamevaa baada ya kufika hapa, na mimi sasa ninavaa tayari kuondoka kwenye hili eneo. Kuna manyoka kuondoka kwenye hili eneo. Alafu kote huku ni chemchem. Yaani Mungu ni mzuri. Kote huku ni chemchem. Tunaondoka kwenye hili manyoka. Manyoka. Mimi naondoka huku maeneo ya huku manyoka, lakini unafikiri manyoka yanaweza nini? Yanaweza nini ndani ya Yesu? Kwa mfano sasa, yanaweza nini ndani ya Yesu? Tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Shetani aachie chemichemi. Hii chemichemi tunaitakasa kwa jina la Yesu. Na kila anayekuja kunywa maji hapa apate uzima wa Yesu katika jina la Yesu. Wale wagonjwa wote wakapokea uponyaji katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inene mema kwenye hii chemichemi, kwenye ile chemichemi, eneo lote. Hakuna matambiko kupata nafasi. Tunaye Yesu, tumehakikisha jemedari wetu, tutashinda vita. Sisi na wana wetu tunakwenda kumlaki Bwana mawinguni. Barikiwa sana, tufuatane. Saa zile umenifurahisha, umeniambia nataka kuoa. Maana unataka kuoa? Sio shule. Uone kwamba ilivyokuwa ni muhimu sana kuangalia mtoto wa kiume vile ambavyo amechoka, ameaibishwa, ameumizwa. Huyu tumemkuta huku yuko machungani na yuko tayari kuoa.
unajisikiaje? Unajua pia unavyopanda kwa watoto wa namna hii, mimi sijawahi kuonaga Mungu mimi akinipungukia kabisa. Yaani kabisa sijawahi kupungukiwaga. Wala sijawahi kulalaga na njaa kwenye hema yangu. Bado Mungu ni Mungu, Bwana ni Bwana kwenye maisha yetu. Tuache kuweka makao sana mjini, turudi vijijini kuja kuangalia vipawa na karama vilivyoko mahali hapa. Sasa kijana namuuliza, unasoma, una miaka mingapi? 13. Unasoma? Hamna. Unafanyaje? Unataka nini? Kuoa. Hicho ndicho anachosubiri akuekue kidogo aoe. Umeona? Kwa hiyo tunaposema kwamba tuko kwenye maombi kwa ajili ya haya maeneo, tunamaanisha huyu mtoto anahitaji msaada. Ina maana akisukuma kwenda mbele anaenda, atatimiza ndoto yake. Amina, barikiwa, usiache kutuchangia pia. Tunakupenda. Tumekuja kwa kituo kingine tena. Haya yote ni maajabu ya Gambosh. Tunafata utaratibu wa sheria za vijiji. Kumbuka kwamba kuna maeneo mengine tumeruhusiwa na kuna maeneo mengine tumenyimwa. Sawa Usituhukumu katika hilo. Sasa tumekuja kwenye kipengele cha pili. Hapa pana huu mti. Huu mti ni mkubwa sana. Utaona huu mti una maziwa mawili. Maziwa menyewe utayaona kwa kule juu. Na huu mti ni wa maajabu huu mti. Na wakati mwingine unaweza kukuta kwamba mti umelala njiani na wakati mwingine utakuta umesimama. Una wakati. Sasa kwa historia tulikuwa tunahojiana na mwenyekiti wa kitongoji, akasema kwamba, na nukuu maneno yake, akasema kwamba huu mti wakati mwingine mwisho wa mwaka wanatokeaga watu wanakaa huko juu. Anyway, ni mti wa maajabu. Wakati mwingine unaweza ukaonekana kama unacheka. Wakati mwingine unaweza ukaonekana kama unahama. Sasa ni mahali ambapo vilinge vya wachawi vinakutana hapa. Yaani ni eneo ambalo ndo yale kama pale nilipoanza kukwambia kwamba tumenyang'anywa haki zetu. Hizi ni haki zetu. Yaani sisi watoto wa Ibrahimu, hivi vitu ndio lipaswa viwe vya kwetu. Matokeo ya yote sasa adui anachukua anajimilikisha. Kwa hiyo wamekuwa wanakutana viringe hapa, waganga wa kienyeji, sijui na vitu gani, umeona? Sasa huu mti kwa chini yake kuna kitu. Nitakupeleka paka hapo kwa chini. Tuko huku juu, tunaendelea kuzama kuingia chini. Tutakwenda kuona paka mzizi wa huu mti. Uangalie tu, ni mti wa maajabu ambao waganga wa kienyeji wao wanafika mahali hapa wanatambua. Kwa hiyo kwa maajabu haya na maeneo haya wamekuwa wanaweka vikao sana kwa habari ya mila zao na mambo yao kuendelea. Kubwa zaidi ya yote, Yesu alikufa msalabani akaniambia kwamba yote yamekwisha. Kukuletea hivi vipengele, ninatamani twende pamoja, hasa kwa safari ya ukombozi wa mtoto wa kiume. Damu ya Yesu ilimwagika pale Kalvari, nikaambiwa yote yamekwisha. Tunapoendelea kuombea mtoto wa kiume tunakutana na mambo mengi. Mtoto wa kiume amefungwa, tunakutana mapepo yakilipuka yanazungumza mambo ya mila na desturi za kule kwao. Unaona? Unakuta kwamba yani mtoto wa kiume hana upenyo. Sasa ni vizuri zaidi tukafata vyanzo. Sasa kumbe kwenye hivi vyanzo ndo tunakutana sasa, kumbe kuna miti ya matambiko, kuna waganga wa kienyeji wanakuja mahali hapa, kuna vitu vingi. Nakuja kukuonyesha ule mti ule, kule nilikuwa juu. Sasa nashuka huku chini kuja kukuonyesha ule mti. Nakuja kukuonyesha ule mti mizizi yake, kuna nini hapo chini. Unakaa unasema, mbona mwanangu kila siku pombe haziishi? Anakunywa pombe, hakuna muafaka. Jamani, naenda kanisa. Yaani ndugu yangu, ngoja nipumzike kidogo bana. Nipumue kidogo. Unajua ni safari ndefu. Sasa unakaa unashangaa. Nimekaa mwenzangu kwenye ule mti, kwenye ile yani mzizi wa ile, nimechoka.
Si nimetembea tu sana, nimechoka kuanzia kule juu. Sasa unashangaa, huyu mtoto wa kiume tunamsaidiaje? Huyu mtoto wa kiume tunafanyaje? Bangi ndo bangi, anakunywa gongo, anakunywa nini? Yani kila, kumbe kuna vyanzo. Umeona? Ndio maana nakwambia hivi mwanamke mwenzangu, mtu wa maombi, ni vizuri zaidi tukajua vyanzo. Tukijua, yani mimi kukuletea hii maajabu, sijakuletea kwamba tu labda uje ufurahie tu kwamba mwalimu amenipa kuijua Gambosh. No, na kubebesha mimba ya maombi. Na nimepumzika. Tuendelee na safari. Nakwambia kazi. Sitaki kukuficha hata kimoja. Hata kimoja hamna, sikufichi. Nikikuficha na nataka kueleza kwamba kwa nini huyu mtoto wa kiume Siaje kuniombea. Okay. Tumeuona ule mti. Tumeuona ule mti. Tumeuona ule mti. Ule mti umeuona sasa. Okay. Hapa ninavua kiatu maana pia ni maji. Narudia pale pale, si kwamba tunaabudu sheria za hapa, hapana. Ni utaratibu tu, maana sasa tumepata kibali kule cha kuja. Hiyo kitu gani hiyo? Hiyo ni kitu gani? Huyu ni nyoka. Umeona ndugu mtazamaji, kuna nyoka. Umemwona yule pale nyoka kwenye maji. Kwa hiyo umemwona huyo ni nyoka. Ndo haya ni maajabu yote. Mungu tunakushukuru. Haya yote ni maajabu. Kwa akikung'ata baba, kwa nini usikufe? Akikung'ata unakufa, unatoka tu duniani haraka. Barabara tu. Umemwona huyo nyoka? Haya ndo maajabu, ndo maana tuko hapa Gambosh. Sasa huu mti. Unaona kule ulionekana una maziwa mawili. Umeona? Nyuma yake kuna nini? Angalia maji yanatoka wapi. Na bado kuna nyoka. Utaniambia ninywe mimi haya maji? Kwa hiyo ukiona mwalimu mahali aliko msapoti haya maji, sasa kweli mimi nitakunywa haya maji? Na kuna nyoka yule pale shahidi, na wewe mwenyewe unamwona nyoka yule pale, ina maana ndio anayelinda nini? Ndio mlinzi wa haya maeneo. Urithi wa baba yetu, sisi ni wana wa kifalme. Leo ni majoka ndio yanatawala kwenye nini? Ndio yanatawala kwenye urithi wa baba yetu. Sijui kama unasikia hasira. Hivi ni fahari ya kiasi gani unapofika kwenye maajabu kama haya. Chini kuna maji, alafu juu kuna mizizi, unaona chemchemu ni ile. Wa nyoka wako wengi. Wako nyoka wengi. Hawanipate. Nimekula zote sipate shida. Niko sawa. Katika jina la Yesu. Unipate. Wako wengi. Huyo mwingine ameenda hivi, huyu ni mwingine. Umeona? Mali ya baba yetu, urithi wetu, wageni wamekula. Unasikia hasira? Haya maji ni maji safi, ni maji mazuri, lakini tumeachia mashetani ndio yametamalaki kwenye nini? Kwenye maeneo ambayo ni urithi wa kwetu. Sasa hapa haya ni maajabu, na mahali hapa ndipo wanapofanyaje? Wanapokuja kutambikia. Umeona Haya yote ni maeneo. Bila shaka kaka, matambiko yao yanakuaje kwenye haya maeneo? Okay, wanatambika. Kwa hiyo umeona kule juu, chini kuna nyoka, juu kuna manyonyo mawili. Maajabu ya Gambosh. Asante Mungu umemuona na nyoka. Sasa maji yanatoka hapo kwenye chemchemi kwenye hizo nyoka. Maana nyingine nafikiri kwamba hawa nyoka ni walinzi. Sisi hatuwezi tu, kwa sababu sisi tunaye Yesu, tumehakikisha jemedari wetu, tutashinda vita. Nani ajalie? Kwa habari ya mtoto wa kiume, nani ajalie? Nani aje aomboleze? Heshima ya mwanamke iko wapi? Maisha ya mwanamke yako wapi? Nani aje aomboleze?
Ikiwa urithi wa baba yetu nzuri kabisa, mashetani anatawala. Inatosha kabisa kuona kwamba mali ya baba yetu imekuwa urithi wa wageni, urithi wa wageni. Mali ya baba yetu, mandhari mazuri namna hii, tunaacha kuzimu. Hii yote kwa sababu waombaji wamenyamaza. Uone uzuri wa Mungu vile alivyo wa ajabu, uumbaji wa Mungu vile ulivyo wa ajabu. Yani mimi kila nikiona, jamani, sina budi kujivunia Tanzania. Mimi ni Mtanzania, Mtanzania OG. Yani OG, kwa baba Mtanzania, kwa mama ni Mtanzania. Ninapozunguka kuona mandhari vile Mungu alipotuweka mahali penye maziwa na asali, alafu unakuja kushangaa mali ya Mungu ambao sisi ndo warithi wake, leo tumerudi kuwa watumwa kwenye nyumba ya baba yetu. Angalieni uzuri wa Mungu vile ulivyokuwa. Alafu angalia, haya ni maji masafi. Uone tu uumbaji wa Mungu. Haya ni maji masafi na kuna chemchem ya maji masafi. Lakini hapa pana chemchem ya maji machafu. Umeona uumbaji wa Mungu vile ulivyo. Haya ni maji machafu. Kwa hiyo Mungu ametofautisha. Ameweka chemchem pale ya maji masafi. So amekuja hapa akaweka chemchemu hapa ya maji machafu. Unaona wewe mwenyewe maji vile yanavyotoka hapa. Haya ni maji machafu. Angalia tu mali ya baba yetu imerudi kuwa urithi wa watumwa. Yani mali za kwetu, badala sisi tufurahie wema wa Mungu na ukuu wa Mungu, sasa leo ndo mahali penye matambiko, mahali penye manyoka. Alafu sasa ndo uone, mbona zile nyoka nimeziona kule, huku kuchafu mbona hamna? Amka usinziae. Ni wakati wa kuamka sasa. Ni wakati wa kuamka kutoka kule usinziae, ili uwe huru kweli kweli. Hii ni makala, kwa hiyo unaona movement nyingi, kelele ni nyingi, ni kwa sababu tu sasa tuko na wenyeji. Lakini tunashukuru Mungu wamekuwa wastaarabu, wametuonya na tumeonyeka, kwa sababu tuliingia na viatu. Tumekwambia kwamba hatuabudu, lakini sheria, kwa sababu mahali hapa pana maji masafi, vua viatu. Sasa tumekuja eneo jingine hatukuwa tunafahamu. Kwa hiyo tumewaomba radhi, wamekubali radhi yetu, kwa sababu pia na unajua raha ya Mtanzania bwana. Raha ya Mtanzania, sisi sote ni ndugu. Haleluya. Sisi sote ni ndugu na tunayaweza mambo yote katika yeye atutiae nguvu. Kwa naanza tunaondoka kwenye haya maeneo maajabu ya Gambosh ambayo Bwana ametutendea. Hapana, sijui kabila ya kwako. Haya, tunatoka sasa kwenye haya maeneo maajabu ya Gambosh. Mtoto wa kiume fahari kwa mama yake, mtoto wa kiume majidai. Tuko habari kwa tunaweza mambo yote. Sisi na wana wetu tunakwenda kumtolea Bwana wapi? Dhabihu pale jangwani. Haleluya. Tunakwenda kumtolea Bwana dhabihu. Umeona viatu ndio vimekuja kuwekwa huko. Sasa ndio tunavaa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tuko kwenye eneo jingine tena ambalo ni maajabu ya Gambosh. Maajabu ya Gambosh. Tuko tumeenda vituo maeneo mengi, tumefika huko kwa habari. Kwa hiyo matambiko ndio walikuwa wakiyafuatilia. Ni miaka mitatu tu, ni hivi karibuni tu, hakuna muda mrefu sana. Na huyu chifu mimi nilishawahi kufanya naye mazungumzo na nilishawahi kufanya naye maombi pia, tukachoma vitu vyake. Lakini kwa sababu huku ni mbali na mahali ninakokaa ni mbali sana, kwa hiyo akakosa malezi ya kiroho. Kwa alikuja akarudia tena, akawa tena haya ndo maisha yake. Hii hapa ndo kaburi ya huyo chifu, alizikwa akiwa amekaa. Ninakuzungumzisha kitu ambacho hakina miaka mitano kama vile unavyoona. Kaburi lake limewekewa marumaru hapa. Hili ni kaburi, sio kisima.
Hili ni kaburi, sio kisima. Haya ni maajabu ya Gambosh. Mila na desturi zinaendelea kuwepo. Mila na desturi zinaendelea kuwepo. Hili ni kaburi. Usije ukasema mwalimu ametupeleka kwenye kisima. Hapana, hii ni kaburi. Ukitaka kujua kama ni kaburi, maana haya ni maeneo ya makaburi ya familia, angalia tofauti yake. Hii ni kaburi la chifu, lakini hili ni kaburi la mtu wa kawaida. Hili ni kaburi hapa la mtu wa kawaida, naliona lina pembe 4. Huyu ni chifu na nilishawahi kumkuta na nikafanya naye mazungumzo. Nilivyoondoka alirudia tena hivyo mpaka wakati mauti namkuta. Mimi ndo nilikuwa nimeondoka tu haya maeneo ya huku. Kwa hiyo akawa amezikwa, amewekwa kwenye kiti, amekaa kwenye kiti, alafu alifungwa, hakuwekewa sanda ila alifungwa ngozi ya ng'ombe. Watu wengi walikuwa wananipigia simu, mwalimu, yule chifu amekufa, sasa tunalishwa zile nyama. Na kulikuwa kuna ibada mbaya sana za kimila zilizoendelea mahali hapa. Wengi niliwazuia. Wakristo wengi niliwaambia sisi hatuabudu hivyo vitu. Haya yote ni maajabu ya Gambosh. Hii haina miaka 5. Tayari huyu mtu alishakufa kama ni miaka 3 hivi iliyopita, na akawa amezikwa akiwa amekaa. Haya ni maajabu ya Gambosh, na hizi mila zinaendelea kuwepo. Umeona? Nani ajalie? Nani avamie haya maeneo? Angalia, hata ukiangalia nyumba zao, maisha yao, unaona kabisa mahali hapa pana vitega uchumi vizuri, pana mbuga kubwa, pana samaki nyingi, pana mimea inakuwa vizuri, lakini mtoto wa kiume amefichwa, hayupo. Kama mila za namna hii bado zinaendelea, ili kaburi halina miaka 3, leo uje uniambie kwamba kutakuwa kuna maendeleo ya aina gani kama bado wapo watu wanaendeleza haya mambo. Ukitaka tu kujua kwamba hii kaburi ni jipya, wewe liangalie vizuri. Hili ni jipya kabisa, halina miaka 5, lina miaka 3 yenyewe nafanya kubahatisha tu. Ngoja niende nikaangalie kwenye diary yangu wakati wa masomo, nitakueleza vizuri, kwa sababu ni historia ambayo niliandika. Mtu amekufa hapa na amezikwa akiwa amekaa, na amezikwa kimila, na amezikwa akiwa amefungwa akiwa amefungwa na ngozi ya ng'ombe. Haya ni maajabu. Unategemea hichi kizazi kuna mahali wanatoka? Hao ndo hizo hapo nyumba zao, hao ndo maisha wanaoendelea. Wanatoka na nini kama sio Yesu kupiga hodi mahali hapa? Ufahamu wako, akili yako ni vizuri zaidi, mtumishi mwenzangu, ukatoa nguvu mjini. Njoni tusimame huku kwenye vijiji vya namna hii, ili kwamba Yesu aendelee kuwaokoa hatua kwa hatua. Hatimaye watakuja kuwa watu wazuri, tutakuwa na Tanzania mpya. Vyote hivi ni vyanzo vya uharibifu, na kwenye hii boma watoto ambao hawajasoma ni wengi sana. Hii boma ya huyu mzee ni boma kubwa mno, lakini wengi hawajaenda shule. Wanaolewa wakiwa na miaka 14, wanaoa wakiwa na miaka 10, miaka 12 hivyo. Yani lamani ya maisha yao imeishia hapa. Hivi ni vyanzo. Endelea kuambatana na sisi, bado tunaendelea kukuletea maajabu ya Gambosh. Tunaendelea kukuletea ili uweze, usije ukasema mwalimu anatuonyesha vitu gani. Hii ni maajabu ya Gambosh. Haleluya. Nakuletea misingi ya uharibifu. Misingi kama hii boma ya huyu mzee, hakuna mahali wanaenda, hakuna shule, hakuna utajiri, hakuna nini. Kilichobakia ni misingi tu. Umeona hii ni nyumba mojawapo ya mtoto wa huyo mzee ambaye alikuwa chifu. Kila mahali tukienda tunakuta kuna misingi tu. Kwa hiyo ni kama waliachiwa laana, wanaweka misingi wanaacha, Hii mpaka Yesu apige hodi mahali hapa, abomoe hizi kuta za umaskini, abomoe hii laana. Haleluya. Kujua vyanzo ni muhimu sana. Endelea kuambatana na sisi tukakuonyeshe maajabu ya Gambosh mengine. Barikiwa sana. Bado tuko kwenye safari yetu ya kukuletea
makala haya maajabu ya Gambosh. Tumetoka kule mahali penye lile kaburi la chifu, lakini sasa leo tunakuletea, tupo kwenye eneo la mti unaohifadhi nyuki wengi, lakini unahifadhi nyoka wengi. Pale ndani kidogo utakutana na hao nyoka. Wakati mwingine wanaleta usumbufu kabisa hao nyoka, hakuna mtu anayepita haya maeneo.